Hivi karibuni, mabadiliko makubwa ya kitamaduni yametokea katika Umoja wa Falme za Kiarabu baada ya mwanamfalme Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid kubadilisha cheo cha mama wa nyumbani na kuwapa utambulisho mpya wa mtengeneza vizazi kwa dhumuni la kumwongezea thamani mwanamke aliyejitolea kukaa nyumbani na kulea familia, ikiwa ni njia ya serikali kupaza sauti mchango mkubwa wa mama katika jamii. Hatua hiyo inayoendana sanjari na salamu za dhati kutoka kwa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, imesambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku mwanamfalme aliyefanya mageuzi hayo akisema jina la kawaida la mama wa nyumbani lililokuwa likitumika kwa miongo kadhaa limepitwa na wakati. Kupitia akaunti yake rasmi ya X, Sheikh Hamdan bin Mohammed alitangaza kuwa ameagiza mamlaka ya maendeleo ya jamii kupitia rasmi istilahi mpya katika majukwaa yake. Wakazi na wananchi kwa pamoja walifurika kwenye vikao vya mtandao kusifu hatua hiyo, wakibaini kwamba jina jipya linaonyesha kwa usahihi uzito mkubwa wa kulea familia katika jamii inayokuwa kwa haraka na ya kisasa. Ingawa ratiba kamili ya usimamizi wa kusasisha vibali vya makazi pamoja na vitambulisho vya taifa la Umoja wa Falme za Kiarabu bado haujabainishwa kikamilifu na mamlaka, mabadiliko hayo yamewagusa sana wahamiaji na raia wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Katika nchi za Falme za Kiarabu, mama wa nyumbani hupokea mshahara ambao kwa kawaida huanzia dirham 2222 sawa na shilingi milioni 1.5 za Kitanzania hadi dirham 10,000 ambazo ni sawa na shilingi milioni 6.9 za Kitanzania kwa mwezi, na wastani wa mshahara huo ni dirham 4559 sawa na shilingi milioni 3.1 za Kitanzania. Kiwango cha mshahara kinazingatia vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na miaka uliodumu kwenye ndoa, ikiashiria uzoefu pamoja na maamuzi ya uwezo wa mume. Zaidi ya hayo, sheria ya wafanyakazi wa Umoja wa Falme za Kiarabu inahakikisha malipo ya haki na ulinzi kwa mama wa nyumbani, ingawa hakuna kima cha chini cha mshahara rasmi kilichowekwa na serikali. Cheo cha mama wa nyumbani huandikwa kwenye kitambulisho cha taifa kama ajira nyingine.